hadi kufikia Disemba 2025 jumla ya leseni 707 za utangazaji zilikuwa zimetolewa na TCRA. Takwimu hizi zinaonyesha ukuaji wa sekta ya habari, lakini pia zinatupa jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa ukuaji huu unaenda sambamba na ubora wa maudhui, uzingatiaji wa sheria, maadili ya taaluma pamoja na maslahi mapana ya taifa. Pia kama alivyosema mkurugenzi mkuu kwamba kwa sasa amekamilisha taratibu zote za kuanzisha utangazaji wa redio wa kidigitali, digital sound broadcasting, na nawapongeza kwa hatua hii nzuri ya maandalizi mliofikia, na ni matumaini yangu kuwa huduma hii itaongeza thamani kwenye sekta hii ya utangazaji. Naomba kutambua jitihada zilizofanywa kwa kipindi cha mwaka uliopita wa kutoa mafunzo kwa wanahabari takriban 2,254. Mafunzo haya yalileta hamasa kubwa kwa waandishi wa habari na kuandika habari za maendeleo na miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali yenu iliyopo madarakani. Jitihada hizi zilichagizwa na utoaji tuzo zijulikanazo kama Samia Kalamu Awards, na hakika mafunzo haya yameleta mapinduzi makubwa kwa waandishi wa habari na kuboresha mitazamo yao ya kiuandishi, kutoka kwenye uandishi wa kuandika habari hasi kuhusu jitihada za serikali za kuwatumikia wananchi wake na kuvaa uzalendo na kuitangaza nchi yetu Tanzania kwa miradi na mambo muhimu ya maendeleo. Mpongeze Mheshimiwa Rais kwa wazo la kuendeleza utoaji wa tuzo hizi kila mwaka, na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo itahakikisha utoaji wa tuzo hizi unaendelea kuboreshwa na kuwa wenye mafanikio kubwa. Pamoja na jitihada hizi za mafunzo na tuzo, ni lazima tuseme ukweli mchungu. Mafunzo haya hayatazaa matunda yanayotarajiwa ikiwa maslahi ya wanahabari hayatapewa kipaumbele. Nimepokea malalamiko mengi kuhusu waandishi kufanya kazi bila kuwa na mikataba, kulipwa mishahara midogo na wakati mwingine kutolipwa kabisa kwa miezi kadhaa. Hatuwezi kutarajia uandishi wenye uweledi na maadili kutoka kwa mwanahabari ambaye hana uhakika wa mlo wake au salama wa ajira yake. Hivyo, nichukue fursa hii kuiagiza Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kushirikiana na Bodi ya Ithibati ili kuhakikisha kuwa sharti la kupewa leseni ya utangazaji linaenda sambamba na uthibitisho wa mikataba ya kisheria na malipo stahiki ya wafanyakazi. Tunataka kuona wanahabari wanathaminiwa kama wataalamu wengine. Aidha, mviite vyombo ambavyo vinalalamikiwa kutolipa stahiki za wafanyakazi wake, mjadiliane nao na kuona namna wanahabari wanaodai stahiki zao wanaweza kulipwa. Nina taarifa kwamba kuna vyombo vina zaidi ya miezi 6 wanahabari wao hawajalipwa stahiki zao. Hili sio swala la mjadala, ni maagizo, na ningependa kupata mrejesho wake ndani ya kipindi cha wiki moja. Nataka niwahakikishie kuwa wizara yetu ya Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo imeanza mazungumzo na Wizara ya Fedha, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ili kupitia upya tozo zinazokwamisha ustawi wa vyombo vya habari, hasa vile vya kijijini, community radios. Vile tunaliangalia swala la madeni ya matangazo ya serikali ambavyo vyombo vingi vinadai. Tumejipanga kuhakikisha madeni haya yanalipwa kwa wakati ili kusaidia mzunguko wa fedha kwa vituo vyenu.